Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine. Tunazungumzia tatizo la tumbo kunguruma. Je, umewahi kukutana na hali hii na umejiuliza chanzo cha shida hii ni nini? Tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Tatizo la tumbo kunguruma ni hali ambayo huhusisha sauti za kama kelele au milio kutoka tumboni kutokana na harakati za hewa, maji au chakula kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ingawa mara nyingi ni hali ya kawaida, wakati mwingine inaweza ikawa ni dalili ya tatizo fulani la kiafya. Sasa tuangalie chanzo cha tumbo kunguruma. Tatizo hili au hali hii inasababishwa na nini? Ziko sababu kadhaa ambazo nimezitaja kwenye video hii. Sababu ya kwanza ni hali ya njaa. Mwili huongeza harakati za tumbo na utumbo kama maandalizi ya kula chakula, na wakati mwingine hali hii husababisha kutoa sauti. Kwa hiyo moja ya sababu ambayo inasababisha ukutane na hali hii ya tumbo kunguruma ni hali ya njaa. Lakini sababu ya pili ni tatizo la hewa kujaa tumboni. Hali hii huhusisha kumeza hewa kupita kiasi unapokula haraka, kunywa vinywaji vyenye gesi nyingi au kula huku unaongea. Hali hii inaweza kusababisha tumbo likajaa hewa na matokeo yake ukaanza kusikia dalili hizi za tumbo kunguruma. Sababu nyingine ni mmeng'enyo wa chakula. Harakati za misuli ya utumbo kusukuma chakula wakati wa umeng'enyaji wa chakula huweza kusababisha milio tumboni. Kwa hiyo hii nayo pia huweza kusababisha hali hii ya tumbo kunguruma. Lakini chakula fulani au baadhi ya vyakula ambavyo umekula, unachotakiwa kufahamu ni kwamba vyakula vigumu kumezwa, kumeng'enywa kama vile maharage, cabbage, lakini pia kwa maziwa kwa wale ambao wenye shida ya lactose intolerance huweza kukutana na hali hii ya gesi na kelele tumboni. Moja ya dalili ambazo huweza kujitokeza zaidi ni pamoja na hii ya tumbo kunguruma. Lakini yako maambukizi ya njia ya mmeng'enyo wa chakula. Hali hii huweza kusababishwa na bakteria au virusi na huambatana na dalili zingine mbalimbali kama vile kuharisha, kichefuchefu, gesi na kuhisi au kusikia sauti ya tumbo kunguruma. Kwa ziko dalili mbalimbali ambazo huweza kuambatana na maambukizi haya ya njia ya mmeng'enyo wa chakula. Lakini mojawapo ya dalili ambazo unaweza kukutana nazo ni pamoja na hizi ambazo nimezitaja. Lakini liko tatizo lingine ambalo kwa kitaalamu zaidi hujulikana kama irritable bowel syndrome au IBS. Hali hii ni hali sugu ambayo inasababisha tumbo kunguruma, kujaa gesi, maumivu ya tumbo na wakati mwingine mabadiliko ambayo unaweza kuyakuta hata kwenye choo. Ziko dalili mbalimbali ambazo huweza kuambatana na hali hii au na tatizo hili, lakini moja ya dalili ambayo nimeitaja ni pamoja na hii ya tumbo kunguruma. Kuto kuwepo kwa choo kwa muda mrefu. Je, umekosa choo kwa muda gani? Hali hii kwa kitaalamu zaidi hujulikana kama constipation. Chakula unachokula kimekaa kwa muda gani? Chakula kinaweza kukwama, harakati huzidi bila matokeo, na hivyo matokeo yake unaweza kukutana na sauti nyingi ambazo hutokea kwenye eneo hili. Lakini liko tatizo lingine ambalo hujulikana kama hyperacidity. Tatizo hili huhusisha kuongezeka kwa kiwango cha asidi tumboni, hali ambayo huathiri utumbo na kusababisha milio au hata maumivu wakati mwingine. Kwa hizi ndio sababu kubwa ambazo huweza kuchangia hali hii au tatizo hili ambalo nimelitaja kwenye video hii. Lakini nikupe bonus tips. Ziko dalili mbalimbali ambazo huweza kuambatana na hali hii ya tumbo kunguruma. Dalili hizo ni zipi? Unaweza kukutana na hali ya tumbo kujaa gesi mara kwa mara, maumivu ya tumbo kwa wakati mwingine, kuhisi hali ya kuvimbiwa au kuharisha, kupata hali ya kichefuchefu, lakini pia kupiga kelele wakati wa njaa au baada ya kula. Lakini wengine pia kuto kujisikia vizuri baada ya kula. Hizi ndio dalili mbalimbali ambazo huweza kuambatana na tatizo hili au na hali hii ya tumbo kunguruma. Je, una tatizo hili au una changamoto hii na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite tuwasiliane hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.